kilichokutoa mtaa wa kwanza ukahamia mtaa wa 10 hiki kitu gani? Yaani mtaa mzima ule wanajua ulichokuwa unataka kukifanya. Kwa kitu gani hasa, yaani kilichokufurahisha kwa huyo mwanaume ambaye alikushauri kwenda kumzika huyo mtoto? Yaani ukamteketeze mwanao wa kumzaa. Yaani sio kwamba ulienda ukamuokota au ulipewa. Ukampigia miezi 9 tumboni. Ukaenda ukamzaa leba tena kwa uchungu. Kwa kitu gani hasa? Amekosa nini huyu mtoto mpaka ukamwangamize? Yaani huyo mwanaume ambaye uliona wewe ni mtamu kama sukari, na siku zote mchumia juani hulia kivurini, wewe ulitegemea kama huyo bwana amemkataa huyu mtoto, ulitegemea hizo mali siku hizo pesa zije tu vup? Hii ndio ilikuwa riziki yako ya baadaye. Haya, unajipya. Sema kama unajipya. Yaani mtaani kote kule ulipoondoka, usizani umekimbia tatizo. Kila mtu anajua. Yaani hiyo ni aibu ambayo haitofichika kwako milele. Labda uondoke kwenye hii dunia. Mimi rafiki yangu, sio kama nimefanya kitu makusudi. Yaani mimi mwenyewe najishangaa sana kwa nini nilifanya hivyo. Nitakuwa tukimsindikiza tu labda tena kupitia, lakini hata mimi mwenyewe najilaumu sana. Yaani nikikaa nikifikiria na yaani sipati jibu mpaka leo. Yaani sipati jibu, wala sielewi hata haya. Eti haikuingia akilini hata kidogo. Wewe ukimwona shetani utamjua? Au ukiletewa hiyo akili iliyochanganyikiwa hapa, utaivaa wewe? Unaijua hata hiyo akili? Ulikuwa unataka ndoa, sasa hivi imekutia doa. Tena wewe sidhani hata kama unastahili kukaa kwenye hii jamii. Yaani kama ingekuwa ni kwenye ufalme wao tungekutilia mbali. Yaani tungekufutilia mbali kabisa, na tena una bahati wewe. Yaani kama unajua, nenda kanisani ukasali. Tena mshukuru Mwenyezi Mungu sana, kwa sababu huu muda tunaoongea hivi na hisi ungekuwa unaongelea kule Segerea. Na hata kuama kule sio kama nimeama ajili ya aibu. Nimeama tu nikae mbali na mwanangu, nimlee, nifanye biashara zangu, sababu hata yule mwanaume ambaye alimkataa mtoto sitaki tena, maana atanisumbua. Na nasema tu niame. Hata yule mwanaume alioniambia nimchimbie mtoto nimzike, sitaki tena. Ndio maana nimefanya peke yangu, nikae peke yangu. Yaani hizo ni aibu, tena sio aibu ndogo, ni aibu kubwa sana. Mtoto huyu alikosa nini wewe? Ulishindwa hata kumkorogea uji ule wa muogo akanywa huyu mtoto. Hebu muangalie kulikoni? Samahani. Baada ya kukusamehe mimi nafikiri swala kukusamehe halina shida. Lakini swala la mimi na wewe kuendelea kimahusiano au karibu wa mimi na wewe tena, hilo swala unatakiwa kusahau kabisa. Sihitaji ukaribu na wewe, sihitaji mahusiano yoyote na wewe.
tafadhali nakuomba uondoke kiusalama. Nilishakwambia swala la kukusamehe halina shida, lakini sitaki ukaribu na wewe wala sitaki mahusiano na wewe. Lakini kikubwa zaidi, sitaki tena miguu yako utie hapa. Sitaki ufike hapa tena. Unanielewa ninachozungumza? Wewe bwana usinitilie uchulo. Usinitilie uchulo. Inuka, inuka. Hivi unashinda kumpigia magoti Mungu wako ambaye unamkosea, unakuja kunipigia magoti mimi nitakusaidia nini? Wewe bwana wewe. Hebu. Haya. Safari. Haya. Uliko ingia ndio huko ondoka. Tukusamee kwa kosa gani bwana? Hebu nenda. Nenda. Huku. Sio. Uliko ingia ndio wewe. Haya. Na hiyo mwanzo na mwisho kutia nguo wako hapa. Nisikuone. Maki vipi? Huyu binti bwana mimi nimeshamueleza mara nyingi tu. Sawa, sitaki mahusiano naye, sitaki ukaribu naye. Lakini pia sitaki atie mguu wake hapa. Sasa kinachomleta hapa kitu gani? Maki unakosea. Huyu ni mtoto wa kike. Angalia pia na mtoto. Kwa nini msikae mkiongea akaisha? Sasa mimi nikae nizungumze naye kitu gani huko? Kasiro rafiki yangu, nafikiri nataka urafiki wetu utaka wewe. Mimi na tunaheshimiana, mimi na wewe ni marafiki wa muda mrefu. Urafiki wetu sio kuvunjika kwa sababu ya upumbavu. Hamna ambacho wewe ukifahamu kuhusu hivi. Kwa kifupi mimi sitaki yeye akanyage hapa, sitaki ukaribu naye. Kama swala la msamaha Mungu mimi ananisamehe, nimeshamsamehe. Sitaki ukaribu naye, sitaki mahusiano naye. Na asitie mguu wake hapa. Ondoka. Maki nisikilize mimi. Sina cha kusikiliza. Sina. Maki, sina cha kusikiliza. Usijali mimi nitaongea sawa. Wewe. Ni kweli tumeandikiwa kuzaa kwa uchungu, lakini mbona kwangu machungu yamezidi? Nimekuwa wa mikosi kila kukicha, shida, dhiki, jua, mvua, vyote vya kwangu. Mungu, nihurumie mja wako. Na kama kuna sehemu nimekosea, basi naomba nisamehe.
Habari za kazi? Salama. Samahani, nilikuwa na maongezi na wewe kidogo. Mimi? Endelea mwanangu, kama kawaida. Karibu. Asante. Nilikuwa na maongezi na wewe. Tukazungumza kidogo. Karibu. Asante. Asante. Ndio. Mimi nafikiri labda ingependeza zaidi kama ningeanza kumtambulisha. Mimi naitwa Maki. Nimetoka huko Kiloleni, huko mitaa kwa Mapande. Lengo langu kubwa kutafuta, maana imekuwa ni siku kadhaa kidogo. Nimekutafuta ndugu yangu ili tuweze kuzungumza mambo mawili matatu sisi kama vijana. Na imani kabisa kwamba wewe ndio baba mzazi wa Munir, yule mtoto ambaye ulizaa na Nyamizi. Kwa hiyo lengo langu kubwa hasa na kuamua kufuata wewe, nilikuwa nataka nije nikushauri kama kijana mwenzangu, maana sisi ni binadamu, kuna sehemu pengine umeteleza. Kwa hiyo lengo letu sisi au lengo langu mimi ni kukushauri wewe uende ukamchukue yule mtoto na mama yake, maana maisha ambayo wanaoishi kikweli maisha magumu sana, wanaishi maisha magumu sana, yanaumiza sana. Na nimeamua kuja kukwambia wewe, haina maana kwamba mimi nilishindwa kuwasaidia, hapana. Nilikuwa nataka nimuoe kabisa, sio tu kuishi naye, nimuoe kabisa yule Nyamizi. Lakini sasa kuna baadhi ya mitihani, kuna baadhi ya vitu ambavyo nilifanya kwake kama mitego hivi au mitihani, lakini yeye kawa imemshinda. Lakini baada ya kupeleleza nikafahamu kabisa kwamba yeye ndio baba mzazi sasa wa yule mtoto. Kwa hiyo nimekuja kukushauri ndugu yangu, hebu jaribu kurudi kwa Mungu wako, jaribu kurudisha moyo wako nyuma. Hebu nenda kamchukua yule mtoto na mama yake. Kwa maisha anayoishi yanasikitisha, yanauma sana. Hivi brother, nikuulize swali. Unanifahamu Na mimi? ndio maana nikaamua kufuata. Kuja kushauri wewe ndo kale damu yako. Unanifahamu vizuri. Japo sio sana, lakini kwa maelekezo uliyopata, wewe ndio baba mzazi wa yule mtoto. Sasa nikwambie jambo moja. Ninadhani utakumepotea njia. Hapana. Hapana. Na hakika kabisa kwamba ndio baba mzazi wa yule mtoto. Utakuwa umepotea njia. Hivi kama uliona yule mtoto ana umuhimu wa kuendelea kuishi, kwa nini hujataka kuishi naye? Kwa nini hujataka kumsaidia? Kwa nini hujataka kumsaidia mama? Sio kwamba nimeshindwa, lakini baada ya kugundua kwamba wewe ndio baba mzazi wa yule mtoto, una haki zote za kuishi na yule mtoto. Hata na wewe pia vile vile unaweza kuwa babake mzazi. Mimi nimekuona umependezea hivyo, nikajua unaletea mchongo wa kazi. Tena nitaingiza pesa asubuhi yote mapema, nitaingiza mchongo wa maana. Kumbe unaletea upuzi kama huo rafiki yangu. Huo ni upuzi. Laiti kama umeona yule mtoto ana umuhimu wa kuweza kuendelea kuishi, ungemchukua ukaishi naye. Lakini sio kuniletea maneno meusi kama hayo. Mimi nilijua unaletea michongo hela rafiki yangu. Sikuja kwa lengo baya. Nimekuja kwa lengo zuri tu. Tushauriane sisi kama vijana, ndio maana nikuta pembeni. Ile ni damu yako. Huo bwana brother, tuheshimiane. Huo ni upuuzi umeniletea bwana. Hata kama damu yangu mimi, sawa? Sijakataa. Na wewe inaweza ikawa damu yako pia vile vile. Yule ni mwanamke. Una uhakika gani ya kwamba yule mtoto ni wa kwangu mimi? Ukweli wote zote nao mama. Na mimi nimeyapata kutoka kule upande. Basi na wewe unaweza ukawa pia vile vile baba wa mtoto. Sawa brother? Mimi sikuja kwa lengo baya. Na kuomba uondoke. Sikuja kwa ugomvi. Hujaja kwa ugomvi, ila naona ya kwamba umeletea mambo meusi. Sawa? Na mimi sitaki hizo vitu kuanzia leo hiyo mwanzo na mwisho. Sitaki tena kuona hapa katika himaya yangu. Ndugu yangu, na wewe una dini ndugu yangu. Sasa sikiliza nikwambie hivi. Nitakupiga na nyundo sasa kama ukitaka kuendelea mambo haya.
Acha tu. Ila so fresh ndugu. Umeletea mambo yote bwana. Tuheshimiane blaza. Hivi mambo gani haya? Kwa nini kila siku ni mimi tu? Kwa nini kila siku matatizo yananiandama mimi tu? Maisha yangu yenyewe ni ya shida, ikizingatia hapa mjini sina baba, sina mama wala sina ndugu yoyote. Kinachoniuma zaidi ni kwamba sina maana kwamba nimekataa mtoto, ila maisha tu ndio yanafanya mpaka nishindwe kumhudumia mtoto. Nahisi nimebeba mzigo mzito sana kichwani kwangu na sijui wapi pa kushushia. Mimi Ambush, maisha haya ni mpaka lini? Naishi na nyota ya punda. Maisha yangu yanaishia ni kubeba mizigo kila hatua. Waswahili wanasema kwamba kuzaliwa maskini sio dhambi, ila dhambi kufa maskini.
Kwa nini iwe kwangu tu? Lazima nifanye kitu. Ndiyo. Mchicha, chainizi, tembele. Mboga jamani. Mboga. Jamani mboga na mchicha na tembele na chainizi. Jamani mboga jamani mboga. Chainizi na mchicha na tembele. Mboga jamani mboga. Ina maana shemeji yangu Nyamizi amefikia hatua ya kuuza mboga. Maskini ya Mungu. Pole sana shemeji yangu kwa nayo kukuta. Habari yako shemeji? Salama tu, kwema? Kwema. Mzima. Shemeji, kulikuwa kufikia huku kweli kuuza mboga za majani? Ndio shemeji, changamoto za maisha. Pole sana. Asante. Na kuna matatizo yako mengine yale. Rafiki yako naye aliniambia. Pole. Yashapita yale. Sawa, lakini nilikuwa na ushauri kwako. Yaani kuhusiana na mwanao, naomba upambane. Sawa? Sawa. Yaani kama kuna tatizo lolote, yaani kuna changamoto gani unapitia au kuna zingine ambazo hizo ulizopitia, jitahidi kupambana. Sawa? Sawa. Na hata kama utashindwa labda kiuwezo, nitafute, nitakusaidia. Sawa? Lakini kama utaona ni ngumu kunifuata mimi, unaweza kumfuata hata rafiki yako ukamwambia, ataniambia pia. Haya. Poa. Kazi njema. Naona unahitaji utajiri kijana. Mimi ndo mganga Koba Koboa kutoka Sumbawanga. Wananijua. Ndio baba. Maana nimeshangaika sana. Ina hali ngumu mno ya kimaisha. Kuja uweze kumsaidia. Utawezaje? Kijana, una mtoto wa kiume. Babu, umejuaje? Sisi tunaona
Wananijua. Habari zangu wanazo. Ukishindwa kupona hapa, mwingine hawezi kupona. Kwa kuwa unahitaji utajiri, inahitajika kafara ya damu. Kafara ya damu. Na si kafara nyingine, ni kafara ya huyo mwanao, mtoto wa kiume. Babu, hivi hamna njia nyingine tofauti na hiyo? Hakuna njia nyingine. Hakuna njia nyingine tofauti na hiyo. Wewe unahitaji utajiri. Cheche kule. Kubisala nganyanga tinanga. Unatakiwa umlete hapa huyo mwanao. Atakufa baada ya kuzikwa baada ya siku 7. Tukamfukue, na hiyo kazi nitaifanya mimi mwenyewe. Na ule mwili nitaweka hapa. Baada ya hapo, wale wadudu wanaotoka katika mwili wake ndio itakuwa mafanikio yako. Pesa zitakuja kwa 100% utapata kitu kubwa sana. Baada ya kumleta ule mtoto hapa ndo masharti. Sawa babu, mimi nitajitahidi katika hili. Huyu mwanamke atakuwa kaenda wapi? Maana sio kawaida yake kuondoka na kuacha kafunga hivi. Hii inaleta picha gani? Ina maana amehama au? Sawa, itanibidi nimtafute Omi, maana yeye ndo atakayenisaidia kumpata Nyamizi. Omi, sasa hizi ndugu yangu. Hamrushi. Nilikuwa nakuomba nje mara moja tuweze kuzungumza. Mimi? Ndio. Unaniomba mimi? Wewe nenda. Na kuomba nje mara moja tuweze kuzungumza. Nina matatizo shehe wangu. Sote wanaume nina matatizo, naomba unisikilize. Wewe unataka kuongea na mimi nini? Huna cha kuongea na mimi ndugu yangu, wewe sepa. Usinifanyie hivyo bwana. Nakuomba tafadhali njoo nje mara moja tuweze kuzungumza. Samahani boss. Nilikuwa naomba unisamehe ndugu yangu. Nimejikuta mimi ni mkosefu kwako. Hivyo basi nimekuja hapa kwa kutaka msamaha. Kama mwanadamu nimetambua wapi lipo kosa langu na nimekuja kujikosoa kwako. Mimi nafikiri bwana Amrushi,
haina haja ya wewe kuzungumza maneno mengi, kuongea sana. Ingali umeshaonyesha kwamba namna gani wewe umekiri kosa lako. Nafikiri kwangu mimi haina shida. Sawa? Na mimi nikiwa kama binadamu sihitaji sana kuzungusha mambo haya yawe makubwa. Hakuna tabu. Lakini sidhani kama uwepo wako wewe hapa utakuwa kuko bure. Lazima kutakuwa kuna sababu. Zungumza. Ndio. Shida yangu kubwa kwako nilikuwa naomba unielekeze ni wapi nikampata. Nina shida naye kubwa mno. Yeah. Unajua? Cha kwanza nafurahi. Alafu naamini moja kwa moja utakuwa umebadilika ndugu yangu. Lakini kuhusiana na Nyamizi siwezi kuongopa kwamba ni wapi anapatikana. Yaani mimi kufahamu moja kwa moja sifahamu. Lakini kuna siku nilikuwa natoka mitaa ya Isevia. Mitaa Isevia kwa kina Kado. Kule ndo nilikutana naye Nyamizi na alikuwa anauza mboga. Kwa kama utaweza kwenda mitaa ile tena hususan mida hii. Ndio huwa anapita sana kwa sababu mida yenyewe nilokutana naye mimi kama mida hii hapo. Mimi nilikuwa napendelea niende kumuona hata ikiwezekana hata leo jioni au hata sasa hivi nikitoka hapa niende nikamtafuta. Vizuri sasa hivi kwa sababu yeye hiyo siku ambayo tumekutana naye ilikuwa ni mida hii. Nashukuru sana. Siwazi. Sawa bwana. Ndio. Sema umedhihirisha sasa hivi umepatikana. Wewe bwana. Mimi niko ndani. Si unajua ofisi. Ndio. Waumie. Tuko pamoja mwanangu. Umefuata nini kwangu? Na nani ambaye alikuelekeza mimi naishi hapa? Najua fika ya kwamba mimi ni mkosefu kwako. Na niseme tu ya kwamba nijiite mwanaume mjinga mbele zako. Hivyo nilikuwa nimekuja kukuomba msamaha. Sitaki hata kukusikiliza. Tena ukae kimya. Njia aliyotokea. Naomba ndio urudie. Nyamizi. Una kizazi wewe. Kwanza una kizazi. Nyamizi, naomba unisikilize. Japo kwa dakika 2 tu. Natumai utanielewa. Nyamizi, mimi kile nilichokifanya sikukifanya kwa sababu ya kupendekezwa au kwa sababu ya yani hata nikwambie nini. Yani kile mimi nilikifanya yani ni kwamba kulikuwepo na nguvu ambayo ilikuwa ikinisukuma ndani yangu mimi niweze kufanya lile jambo. Ila kwa sasa mimi ni mtu mwema kwako. Mwanakume una haya, una mshipa wa aibu wala nini? Tena nakwambia hivi, ukome. Tena ukome. Naomba unisikilize. Sitaki naomba kaa kimya. Naomba unisikilize. Nilikuwa nimekuja ili tuweze kumlea mtoto. Mtoto? Ndio. Wewe umezaa na mimi? Ndio. Wewe una kizazi wewe. Nakuuliza una kizazi au umezaa na mimi? Una akili kweli wewe? Nadhani hauna akili wewe. Wewe hauna akili. Sasa nakwambia hivi. Toka. Toka. Nyamizi, nikuomba tuweze kuweza kumlea mtoto Nyamizi. Kulea mtoto? Mtoto ameshakufa. Unasema? Hujasikia? Nirudie mara 12. Kwanza, huyo mtoto unaosema, sikuwa nakwambia mtoto anaumwa wewe unasema mimi sina mtoto. Sasa hivi unakuja nimekuja kulea mtoto. Una akili timamu wewe? Mtoto ameshakufa.
narudia tena. Kwa naomba Jamani, huyu mtoto mpaka analia hivi, wewe uko wapi?